بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, tunaendelea na darasa zetu za nyumba ambazo hawaingii malaika, buyutun la tadkhuluha almalaika, na jana tulikuwa tunazungumzia baitun fi muharramat tulbas wa tuqtana, nyumba ambayo ndani yake na vitu vilivyoharamishwa vikivaliwa au kutumiliwa katika nyumba. Kuvaa dhahabu kwa wanaume na hariri na kutumia vyombo vya dhahabu na fedha pia ni katika vitu ambavyo vimekatazwa. Kwa hivyo kama tulivyosema jana, Mwenyezi Mungu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesisitiza kuharamishwa vitu hivi hasa katika hadithi zake kadha, kwamba yule anayevaa hariri na dhahabu basi huko peponi hatuivaa. La talbisu alharir kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, la talbisu alharir fa innahu man labisahu fi dunya lam yalbasu fi al-akhirah. Msivae hariri kwa sababu anaivaa duniani hatuivaa akhera. Na akasema pia Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-hariru thiyabun man la khalaqa lah. Labda nilikosea akasema kwamba ni nguo hariri ambayo asokuwa mtu asokuwa na akhlaq ndio, lakini kwa mujibu wa khalaqa la khalaqa lahu ilivyotumika katika Qur'ani, kwamba mtu huyu hapati maghfira wala hana sehemu yoyote ya thawabu na ajira kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la khalaqa lahu. Kwa hivyo hii ni maana ambayo iliyokuja katika Qur'ani. Alafu kwa sababu vitu hivi ni vitu vya taraf vya israfu na tabdhir, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha visitumike. Alisema Mtume pia kwa anavyonukulu Hudhaifa radhiyallahu anhu akimsikia Mtume, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. msivae hariri wala maguo yaliyopambiwa kwa vitu vya dhahabu na vitu vya hariri na nini, nguo hizi dibaji wanaita. wala tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal-fidda, wala msinywe katika vyombo au glasi vya dhahabu na fedha. wala taakulu fi sihafiha, wala msile katika sahani zake au sinia zake. fa inna lahum fi dunya wa lakum fil akhirah, hivi nyinyi mtavitumia akhira katika starehe vilikuwa vizuri zaidi, na hawa wanataka kutumia watumie wao wanapata duniani, waache watumie kabisa. Sasa hivi tutazama baadhi ya ayat ambazo zinakataza at-taraf wal-israf katika vivazi na vyombo vinavyotumika na ghairiha. Allah subhanahu wa ta'ala يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نمانا آية يا بني آدم، ewe binadamu, khudhu zinatakum inda kulli masjid, chukueni mapambo yenu, yani vaeni nguo zenu nzuri mnapokwenda kusali, mnapokwenda kukabiliana na Mola wenu kwa ajili ya ibada. Mwenyezi Mungu anakusubirini kwa hamu. Kwa hivyo khudhu zinatakum, azina mapambo yenu,
na kusudia pambo hapa nguo zenu zilizokuwa nzuri katika kanzu zilizokuwa safi, mvae zilizopigwa pasi. Hivi ndio yani zinatakum. Yani kile ulichokuwa unacho kizuri katika nyumbani kwako, katika vivazi vyako, basi unavaa wakati wa kusali. Khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Na mle na mnywe na wala msifanye fujo katika kula na kunywa. Msifanye israf. Wala tusrifu. Kwa nini? Innahu la yuhibbul musrifin. Hakika yeye Allah hapendi wenye kufanya fujo, wenye kufanya israf katika matumizi kwa ujumla. Waqala ta'ala ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa dhalika khair. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله. نعم. أنا سمع يا بني آدم أي بنادم يا بني آدم أي بنادم خذوا زينتكم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم أي بنادم قد أنزلنا عليكم لباسا. hakika tumekuteremshieni nguo, libas, nguo za kuvaa, yuwari, zikukustirini, yuwari sawatikum, za kuficha tupu zenu, za kustirini na kuficha tupu zenu, yuwari sawatikum. Warisha, na nguo za pambo, mapambo. Rish hasa ni maana yake manyoya, na manyoya yanakuwa usually yanatumika kwa ajili ya mapambo. Warisha na mapambo, lakini kwa mipaka ya halali, isipindukie mipaka. Warisha, lakini basi kipande hichi kila unaposoma unahisi kusudio kubwa sana. Walibasu taqwa dhalika khair. Walibasu taqwa dhalika khair. Na nguo za ucha Mungu ndio bora. Allahu akbar. Binadamu anaweza kuvaa nguo za ghali sana. Tunaona wangapi wanavaa masuti, wanavaa maguo ya kilo, ukisikiza bei zake utakwenda mbio. Lakini akhlaq hamna. Maneno yake ovyo, tupu, uhuni, mambo chungu zima anayofanya. Kivazi kile kinampa sifa ya heshima, wala inampa sifa ya upuuzi na mpumbavu na mtu aliyekuwa kudharauliwa. Kwa hivyo kivazi chako kikiwa kizuri, halafu kivike kivazi chako hicho kwa joho la uchamungu. Uchamungu unakupamba wewe zaidi baada ya kivazi chako cha kujistiri sawatikum, tupu zenu. Walibasu taqwa. Tazama maana kubwa sana jamani. Yani uwe na heshima zako katika mambo yako yote. Uende kwa heshima kubwa. Hicho ndio kivazi cha kuvaa hasa. Baada ya kwamba kivazi usende uchi ukajibadilisha, ukajidharaulisha mbele za watu, jifunike, jistiri kwa nguo ile kwa nzuri, zina. Na hasa unapokwenda msikitini, khudhu zinatakum. Kwa hivyo hapa anaposema mmeshushiwa nguo kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kufunika tupu zenu, lakini na mapambo pia, mapambo yaliyohalalishwa, warisha. Basi walibasu taqwa dhalika khair. Kivazi cha Mungu hilo ni la khairi zaidi. Dhalika min ayati llahi la'allahum yadhkurun. Hizi ni katika aya na ishara za Allah, mpate kukumbuka. Naam. Akasema pia katika aya nyingine,
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر بمعنى ويقدر لمن يشاء إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا na hizi katika sura Isra aya hizi anasema maana wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika usiujalie usiufanye mkono wako uliofungika. Unajua mkono ukiufunga mtu akijaribu kufungua kuchukua kitu uliochukua nacho mkononi sote atumie nguvu kwa sababu umebana kwa nguvu zako. Lakini unapomnyoshea mkono hivi akajaribu kufungua huenda akaweza kufungua mkono wako akiwa na nguvu zaidi. Lakini mkono ule ukausogeza mpaka kwenye shingo ukabana na shingo yako anaweza kutoa hapo hapo tahangaika kweli. Kwanza ushushe chini kwanza. Kwa hivyo kaleta picha hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya usijalie mikono imefungika sana hata usifunguka kabisa. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika umefungika mpaka kwenye shingo yako. Yani hapatoki kitu chuma ikiingia kwenye kizibao pesa zake hazioni jua. Si hapo ndio kusudio inshallah wallahu a'lam. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kull albast. Zote mbili two extremes ya kwenda ubakhili wa hali ya juu kabisa na ufujo ya hali ya juu kabisa. Wala tabsutha wala mkono huu usikunjue wote kull albast mkunjue wote. Bimaana nini? Kunja kidogo toa kidogo baacha nyingi zibakie. Wala tabsutha subhanallah ta'birat ilahiyya maelezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala tabsutha kull albast. Taibu ukiwa mkunjua wote si umefanya ukarimu wote. Taibu alafu baadaye utakwenda kujidhalisha kutokaomba. Haya ndio aliambiwa Saad ibn Abi Waqqas, ya Rasulullah mali yangu nigawe yote. Kaambia la, taibu nigawe nusu yake. La, nigawe thuluth yake. Thuluth wa thuluth kathir. Thuluth wa thuluth kathir. Na alikuwa na watoto wa kike, bora uachie watoto wako wa kike na mali wakawa nacho ikawa naweza kutumia kuliko kwenda kuomba wakajidhalilisha kwa watu. Subhanallah. Kwa hivyo wala tabsutha kull albasti usikunjue mkunjuo wote. Yani usifanye israfu ya hali ya juu ukazitumia zote ikawa baadaye unahangaika. Alafu kama utatumia hali hiyo itakuwa nini? Fataquda maluma mahsura. Utakuwa wewe umekaa na nini umekaa utabaki ukilaumiwa mahsura muflis. Muflis mahsura hapa amekatumia tafsiri kusema muflis, lakini mahsura ni yule mtu aliyefika stage ya majuto. Hasra majuto yani utakuwa unajuta yani. Kwa hivyo alafu anasema inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Hakika Allah Mola wako mlezi humkunjulia riziki amtakaye. Inna rabbaka hakika Mola wako mlezi yabsutu rizqa humkunjulia. Wala tabsuta kula albasti. Tumesema usikunjue mkunjuo wote zikawa pesa zote zimepotea hapa. Lakini Mwenyezi Mungu anamkunjulia kwa wingi amtakaye. Rabbaka Mola wako wewe pia sio hajakupa wewe kampa mwingine pia. Rabbaka Mola wako mlezi wako. Kwa hivyo anatoa kwa hikma. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Na anamzuilia anamtia tabu katika maisha katika nini ويقدر na humzuilia ampendaye. Innahu kana biibadihi. Kwa nini anafanya hivi? Ampe huyu kingi na mnyime huyu, ampe kiduchu sana, kamtia udhiki katika riziki yake. Wallahi
ujue kwamba innahu kana biibadi khabiran basira. Wewe unataka kufungulia kama alifunguliwa yule? Unataka na motoni, unataka pepo wewe? Kakuacha hivyo kwa sababu utakuwa na kiburi wewe, itakufanya upeleke motoni. Kakuzuilia, anakutakia rehema zake akupeleke peponi. Sasa bora pepo na ubakhili na pesa ndogo, au bora starehe za dunia alafu kina motoni? Ni mtihani mkubwa, na najua mtihani utafeli. Kakusaidia katika nini? Kafanya ghishi kidogo kakusaidia katika kupa jawabu na kuzuilia riziki kidogo, au sivyo bwana? Ndio maana yake inna kana biibadihi, hakika kwa waja wake, khabiran, anajua vizuri, halafu basira, anaona vizuri. Hapa wala tabsuta qawl albast hadha wamesema nini? وقالت اليهود يد الله مغلولة. وقالت اليهود يد الله مغلولة. hapa tumetumika neno gani? La tajalaka maghlulatan ila unuqika. Maghlula maana nini hapa? Ila unuqika, mpaka shingoni mwako. Maghlula bimaana kwamba mtu bakhili, mkono kaukunja kabisa. Fika hadi kuambiwa Mwenyezi Mungu bakhili, astaghfirullah. Mfika hii kibri gani na jeuri gani hizi? Wakati Yahudu yadullahi maghlula, ghullat aydihim, mikono yao ndio bakhili, kwa sababu walozoea bakhili. Kwa hiyo waona kila mmoja anaona kama yeye, kama wao. Ghullat aydihim walu'inu bima qalu, na wamelaanika kwa yale waliyosema. Bal yadahu mabsutatan, بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. بل يداه مبسوطتان, bali mikono yake imekunjuka, anatoa apendavyo mwenyewe. Inna kana ibadihi khabiran basira, najua kweli vizuri waja wake. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر, وحكمة وعلم وخبرة. kwa hivyo anafanya kwa rehema yote haya. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هي إن ربك وآت ذا القربى حقه, نوابي watu jamaa zako haki zao, na umpe. Waati dhal qurba haqqahu, mtu mmoja nampe yule alikuwa jamaa yako haki zao. Subhanallah. Yuko mmoja alim mmoja alikuwa akitaja aya hii, waati dhal qurba haqqahu, wape yule jamaa yako haki yake. Allah ametumia kauli haqqahu kwa sababu ana haki zaidi kuliko mtu wa mbali. Amesema haqqahu, ukienda kumpa mtu wa mbali sadaka ukamwacha yeye, basi umefanya kosa, umekwenda kinyume na amri ya Mwenyezi Mungu. Waati dhal qurba haqqahu, ni haki yake kwa ule ukaribu wake na ujamaa wake juu yako wewe, unamstahikia haki yake katika mali yako. Waati dhal qurba haqqahu, unapotoa na yeye umpe chake. Ikiwa hayumo katika listi ya watu ambao wanastahili kurithi, yupo katika listi ya watu wa mwanzo, mstari wa mbele katika kutoa sadaka. Waati dhal qurba haqqahu. Kwa nini? Mna hikma kubwa ndani yake. Kwanza, kuendelea kujenga undugu zaidi na mapenzi zaidi, na kuoneana huruma zaidi, na kuombeana dua zaidi, na kurehemeana, na mengi yanakuja. Najua yote haya kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu, ati dhal qurba haqqahu. Naam ya Rabb, tafuta jamaa zako kwanza wape, alafu nenda kwa watu mbali.
Waati dhal qurba haqqahu, alafu ndo katajwa almiskin. Sio maskini kila mara anatajwa, aya chungu zima. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'am al-miskin. Innahu kana la yu'minu billahi al-'azim wa la yahuddu ala ta'am al-miskin. Na nyingine fakku raqaba au ta'amun dhi masghaba yatiman dha maqraba au miskinan dha matraba. Ukitizama aya kila pahala, njia ya peponi, ufunguo mmoja, password moja, lisha maskini. Ufunguo mmoja muhimu, mlango wa mwanzo, lisha maskini. Huu mmoja katika milango ya peponi. Halafu tena unakwenda pengine. Waati dhal qurba haqqahu wal miskina ibn as-sabil, nampita njia. Msafiri kaja anahitaji, naam, huyo kusaidiwa kwa kila njia, hata akiwa tajiri kwao. Ndio ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kaambia huyu nampa huyu tajiri, tazama ana farasi, akamwambia nampa kwa sababu kaniomba. Nampa kwa sababu kaniomba. Nataka siku moja itaje kwamba Muhammad kaomba akakataa kutoa. Si muhimu nani kaje kwangu, muhimu kaniomba. Na kufuatilia sana, huyu nimpe, huyu labda huyu anaojiweza, huyu sio ana mali chungu zima, huyu ni asim. Usimchungue mtu. Ikiwa inabidi apewe. Usikata kujua hali zake ukamkashifu. Kwani watu wengine ndio kama walivyotaja Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, yahsabuhumul jahilu aghniyaa min at-ta'affuf. Mtu asemjua anaona kama matajiri kwa kule kujizuia, hapendi kunyosha mikono kuomba. Taarifuhum bisimahum, unaweza kujua kwa nyuso zao, alama zao. Utaona mtu ajala siku 2 au 3, nyuso zimeingia ndani hivi kwa njaa. La yasaluna an-nasa ilhafa, hawendi kuomba watu kwa kushikilia na kukamata nguo, bwana ngeje. Hii ndi sifa za watu ambao walikuwa imani zao hali ya juu, hawamuombi mtu ila Mwenyezi Mungu, mpaka Mwenyezi Mungu anamletea mtu wa kumpa yule mtu. Alhamdulillah, nimepita pale fulani bwana, fulani amenistiri bwana, maana nilikuwa na haja 1500 bwana, nimepita tu pale kanita bwana, akanipa 1500. Unafikiri hii sulfa imetokezea? Mambo muratab, Mwenyezi Mungu anayapanga mwenyewe. Mwenyezi Mungu anayapanga subhanahu wa ta'ala. Anasema waati dhal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil wa la tubadhir tabdhira, wala msifanye ubadhirifu. Na hapa ukilinganisha baina kauli tabdhir na kauli israf, baadhi ya maulama wanasema israf katika mambo ya halali, wa kulu washrabu wa la tusrifu, walladhina idha anfaqu, na wale wengine wale watu ibadur rahman wale, idha anfaqu, wanapotumia kwa ajili ya matumizi ya kinyumbani, lam yusrifu wa lam yaqturu, hawafanyi israfu, bakhili, israfu, fujo ya kupita mipaka, wala hawafanyi tabdhini, wala yaqtiru, hawafanyi ubakhili wa hali ya juu. Wakana baina dhalika qawama. Kadhalika israfu katika kula, katika kunywa, katika nafaka, katika mambo yote, matumizi katika matumizi ya halali. Msifanye israfu, msitumie zaidi kuliko kile mnachokihitajia. Ama tabdhir imekuja katika kufanana, wa innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin, hakika wabadhirifu ni kaka zao mashaitani, ndugu zao mashaitani. Ikiwa inataalaq na shetani, idhan tabdhir ni katika matumizi haram. Tabdhir, bwana usifanye ubadhirifu, bwana sema usifanye israfu, geuza kauli. Usifanye ubadhirifu, natumia sana sio ubadhirifu katika jambo la haram. Mtu kafanya party kubwa, atumia mamilioni, ulevi, wanawake, sijui nini na nini, party hizo, alafu baadaye laana jua laana. Hii itakuwa tabdhir. Sigara yako moja, hiyo kwenda mbali, wacha sigara yako moja unavuta, tabdhir. Sigara moja ukivuta, tabdhir, kwa sababu unavuta kitu haramu. Acha kauli ya makruh yameshapitwa na wakati. Kauli ya sasa ni haram. Kwa hivyo acha kwa chochote kinachotumika kwa njia haramu. Ukitumia shilingi 500 katika ulevi, basi ni tabdhir. Wala tubadhir tabdhira, wala msifanye tabdhiri katika matumizi. Ila almubadhirina kana ikhwana shayatin, hakika wabadhirifu ni ndugu zao mashaitani bwana. Mwenyezi Mungu akuepusha mashaitani. Wakana shaytan li rabbihi kafura, hakika shaitani kwa Mola wake ni mwenye kukufuru, mwenye kukanusha, mwenye kukataa kufuata. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin,
aya nyingine katika sura al-An'am, wala tusrifu, sifanye israfu, innahu la yuhibbul musrifin, hakika Mwenyezi Mungu hapendi wenye kutumia kwa fujo. Wa bihadha naktafi, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka